Afisa mdhamini wa idara ya uchumi wa bluu na uvuvi Pemba, Dr. Salum Mohamed Hamza, amewataka watumishi wa idara hiyo kufuata kanuni za utumishi wa kazi zao ili kuweza kuitumikia serikali pamoja na kupata mafao yao bila ya kuwepo changamoto ya aina yote. Akizungumza na watumishi wa idara ya uchumi wa bluu na uvuvi huko katika ukumbi wa Makonyo wawe Chake Chake, wakati alipokuwa akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo kwa maafisa waendeshaji wa idara ya uchumi wa bluu na uvuvi, mafunzo ambayo yalitolewa na watendaji wa chuo cha utawala wa umma IPA chini ya ufadhili wa mradi wa TATFAM unaofanya shughuli zake chini ya idara ya uchumi wa bluu na uvuvi Zanzibar. Dr. Salim amesema haki ya serikali ni kuhakikisha kwamba mafao yenu mnapata kwa wakati. Moja wapo ikiwa ni mshahara, ukienda likizo unapata nini? Haki yako. Lakini ikiwa na masuala mengine marupurupu unataka uyapate ambayo ni haki yako, huo ndio wajibu wa serikali. Haki ya serikali kwako. Lakini wewe una wajibu kama mtendaji. Ukiambiwa saa 1:30 mpaka saa 9:30 ndio muda ambao umeingia mkataba wa kufanya kazi, maana yake ukae saa 1:30 uwe kushafika kwenye eneo lako la kazi mpaka saa 9:30. Umeelewana? Ikitokezea katikati hapo kuna shughuli nyingine, yes, kwa sababu ndio wajibu wako unapangiwa. Nenda field, utakwenda. Kafanya kitu gani, utakwenda. Kuna mkutano hudhuria, utakwenda. Akizungumza misingi ya itifaki kwa watumishi wa umma, mkufunzi kutoka chuo cha utawala wa umma IPA Muhsin Jumaali amesema lengo la kuzungumzia mada ya msingi ya itifaki kwa watumishi wa umma ni kuwataka watumishi hao kuyafahamu majukumu yao wakati wanapokuwa kazini. Kama watumishi watendaji, tufanye majukumu yetu kwa kuzingatia heshima, nidhamu, na ustaarabu miongoni mwetu, kwa sababu tunaamiliana na watu tofauti wenye hulka tofauti, tunaamiliana na jamii mbalimbali ambazo zinakuja kuhitaji huduma katika taasisi zetu. Kwa hiyo tujue namna gani tunaweza kuwahudumia na kutoa huduma hizo kwa kufuata hiyo miongozo, kwa kufuata heshima, taratibu, ustaarabu ambao uliowekwa katika kufanya kila jambo. Na tunapozungumzia itifaki, bila shaka tunatakiwa tupate misingi ya itifaki. Upande wao watendaji ambao wamepatiwa mafunzo hayo, Maram Abed Ahmadi kutokea kitengo cha idara ya uvuvi Pemba pamoja na Said Mohamed ambaye ni afisa wa manunuzi, wakizungumza kwa niaba ya wenzao, wamesema mafunzo ambayo wamepatiwa yamepelekea kuyafahamu mambo mbalimbali ya utekelezaji wa majukumu yao ya utumishi. Kuweza kuwajua watu ama kutokujua kwa huduma hii kwa kuelewa, pia kuongeza ufanisi katika kazi zetu. Tutajifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na sheria, kanuni pamoja na miongozo ya kutumishi. Miongozo pamoja na kanuni hizo ambao mara nyingi au mara zote tunatumia katika sehemu zetu. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.